akitumia mazingira ambayo watu wanaita demokrasia pamoja na haki za binadamu, lakini hawajui hicho kitu kinachoitwa demokrasia na haki za binadamu kilikuwa designed wapi. Yani watu wanazungumza sana juu ya demokrasia, lakini wanajishindwa kujua iko wapi ilikuwa designed. Maelezo haya. So tunaposimama kwenye majukwaa kama haya, wengi hawataki kusikia kutokana na habari za mitandaoni na taarifa zisizo rasmi zinazoweza kuzagaa kwa wapumbavu wengi, sawa? Barabara zile na watu kufanya mambo ambayo hayatokani na hali halisi ilivyo. Barabara zile. Mungu sio Mungu wa machafuko. Mungu ni Mungu wa amani, sawa? Na amani inapopatikana, manake hata kama kuna matatizo hayaondoki kwa njia ambazo hazitokani na Mungu. Melozore. Matokeo mwisho yanaweza kuleta ghasia kubwa, uharibifu, mauaji. Na wakati huo, wakati hayo yanataka kutokea, kuna kuwa na wale watu ambao ibilisi huwa anawatumia kwa 100%. Melozore. Wanaweza kutumia nafasi hizo kwa ajili ya kuharibu na kubomoa kwa shabaha ya uharibifu. Melozore. Kwa kuna hali inaendelea kwenye mitandao kuhusu nchi ya Tanzania na harakati ya mabadiliko kutoka utawala mmoja kwenda utawala mwingine. Barabara zote kuna mambo ambayo hayako sawa. Na kwa sababu kuna baadhi ya watu niliwahi kuzungumza hapa, kuna baadhi ya watu wanaoaminika kabisa, kumbe nyuma ya pazia wana mambo ya siri nje ya nchi. Sasa wanatumia ile dhana, au tunazungumza, wanatumia ile nafasi ya taarifa zisizo rasmi ambazo wao wamejificha nyuma hizo, kutaka kuleta uharibifu na mgawanyiko kwenye nchi ya Tanzania. Na shetani anajua, kwa sababu hapa ndio kitovu cha ujumbe wa 8 wa kanisa ambao hauna budi utaachiliwa kuelekea moja siku za mwisho. Watu wamepata zuri hapa. Menelewa zuri hapa. Kwa ibilisi anajua jambo hilo. Anajua jambo hilo. Kwa temenelewa zuri hapa. Yani anajua kwa usahihi kabisa kwamba pana jambo la siri ambalo Mungu anataka kuliachilia duniani. Sasa njia rahisi ya kufanya kuharibu na mikakati yote ni kutaka kuleta uharibifu na mapigano kwenye taifa la Tanzania. Niliwahi kuzungumza hapa na narudia tena. Leo tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2025. Nazungumza kama nabii wa Bwana, sawa? Nilisema katika unabii, sawa, kwamba nimeuachilia upanga wa Yahweh Mwokozi nchi ya Tanzania, ambao utazunguka na kuwatafuta wote wenye nia mbaya dhidi ya uwepo wa taifa la Tanzania, kwa ajili ya kuwashughulikia. Barabara zote hawatanielewa leo, wakati unakuja melazora haya mtaanza kuyasikia, haya mtaanza kuyaona yakitokea. Wote walio nyuma ya pazia mpango wa siri kwa ajili ya kuleta machafuko kwenye nchi ya Tanzania, wakiwa na shabaha ya kupandikiza taarifa za uongo. Na naposema taarifa za uongo, simaanishi matukio yanayotajwa kwenye hizo taarifa. Unajua kuna dhambi inaweza kawa imetokea ndani ya taifa, sawa? Lakini namna gani ile dhambi inachukuliwa na namna inavyoongezwa zile taarifa wakiwa na shabaha ya kupotosha kutumia dhambi. Sasa uwezi ukatumia dhambi ili wewe uhalalishe dhambi yako. Umelazwa katika njia ambayo sio sahihi. Ndio maana nilisema, na hapa narudia tena, nimeachilia upanga wa Yahweh Mwokozi kwenye nchi ya Tanzania. Wote ambao wana mkakati wa siri nyuma ya pazia, ambao wanataka kuleta machafuko katika njia isiyo sahihi, kwa maana ya kutaka kuleta mabadiliko melazwa pasipokuwa na utaratibu ambao wao wenyewe walikubaliana. Nimesema hapa, narudia tena leo, melazwa nimeuachilia upanga nchi ya Tanzania. Utatembea hapo juu, unazunguka, utawatafuta wote wenye mikakati ya siri. Wote. Mwamba Mashuhuri Yesu asema hivi, anapeleka upanga. Uwe mtu wa usalama, uwe mwana siasa, uwe mtu ambaye unahusika kwenye majukwaa ya Injili. Melazwa baba? Amen. Wewe umejificha kwenye shabaha hizo na udanganyifu huo. Melazwa baba? Amina.
Watemepata zuri ba. Mama wa shuhudi Yesu asema hivi, nimeuachilia upanga. Nizungumze mambo kadhaa ambayo yanaweza kusaidia taifa hili, sawa? Naweza kusaidia watu mbalimbali leo. Machafuko yanapotokea kwenye taifa, la kwanza litakayotokea kwa haraka, wafanya biashara na wawekezaji wakubwa huwa lazima wao wanaondosha fedha zao kutoka ndani ya taifa kwenda nje ya nchi. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, kunapotokea machafuko, hazina yoyote ya nchi kwenye taifa lolote, mkimaliza machafuko yenu, hazina huwa haina kwa sababu tayari watu wanakuwa wanatumia huo mwanya kuiba. Hilo la ngapi hilo? La pili. Sema bara zuri baya. La tatu, mnapoingia kwenye machafuko kwenye taifa kwa sababu mmeshindwa kutafuta njia sahihi kwa ajili ya kutatua matatizo yenu. Inawezekana njia sahihi zipo, lakini mkaona zinachelewa. Bara zuri baya. Kutokana na tamaa na misukumo ya siri yenye agenda mbaya kwenye taifa lolote lile, na hasa nazungumza katika nchi ya Tanzania. Amen. Bara zuri baya. Jambo ambalo mtakutana nalo lingine ambalo msipokuwa makini, na hapa nazungumza na watu wote duniani, sio tu katika nchi ya Tanzania na mataifa mengine, kwa sababu niliwahi kutoa unabii hapa, niliona mapinduzi ya kijeshi kwenye mataifa mbalimbali duniani. Na hasa katika eneo la bara la Afrika nilizungumza hiyo, na niliwaambia kuna siri kubwa nyuma ya pazia katika anwani hizo. Jambo la tatu ambalo mtakutana nalo mkishamaliza kuvutana, sawa? Utaenda dukani, hutakuta chakula. Hutaikuta sukari dukani, hutakuta chumvi dukani, wala kiberiti hutakikuta dukani. Hutakikuta kwa sababu uchumi unakuwa umecollapse sasa hiyo. Hakuna kitu kinaenda mbele wala kinarudi nyuma. Kwa hiyo utajikuta dukani. Leo unaweza kuwa una uwezo wa kwenda dukani ukanunua chakula. Nachukua hasa katika nchi ya Tanzania. Unaweza kwenda dukani ukaikuta sukari, sawa? Unaweza kukuta dukani, ukaenda dukani ukakuta mchele, ukakuta maharage, ukaenda sokoni ukakuta nyanya, vitunguu, karoti. Lakini machafuko yakitokea, hivyo vitu hutavikuta. Kwenda pale sasa itafika wakati kwamba unaenda dukani hakuna kitu. Kwa sababu hata yule mwenye duka naye alikusha kimbia. Na kuna watu walikusha vamia ile duka wakati wa machafuko. Kwa hiyo hutakuta chakula. Watu mnaelewa zuri baya. Twende taratibu, nataka niweke msingi wa jambo hili. Ili watu wa nchi hii na mataifa mengine wajue hatari yake kuelekea kwenye machafuko. Zuri baya. Watu mnaelewa zuri baya. Kwa hiyo hutakuta chakula dukani. Nchi ikiingia kwenye machafuko, leo kwa mfano Tanzania, sawa? Unaweza ukaenda pale stand ukakuta mabasi makubwa yanaweza kupeleka kwenye eneo lolote katika nchi ya Tanzania, mpaka nchi ya nchi. Leo ukienda pale barabarani unaweza kupata magari kwa maana ya usafiri wa umma. Watamepata zuri baya. Twende taratibu tuweze kuelewa anwani hizi ambazo Bwana anatoa maonyo. Unaweza leo hapo ukachukua bodaboda au ukachukua bajaji au ukachukua taksi ikakutoa eneo moja kwenda eneo, lakini ikumbukwe kwamba nchi ikiingia kwenye machafuko hutaiona bodaboda, hutaona bajaji, hutaona usafiri wa umma, hutaona mabasi makubwa. Nchi ikiingia kwenye machafuko, leo unaweza kwenda hospitalini ukawa unaumwa unatibiwa, sawa? Inawezekana pale hospitalini ukakutana na matatizo mengine. Lakini haya matatizo unaenda kuyakuta ni rahisi zaidi kuyatatua kuliko kutatua tatizo la vita. Kwa sababu unaweza kwenda hospitalini ukaambia daktari alikushapigwa risasi, hayupo. Manesi washapigwa risasi hawapo. Kitakachotokea ni nini? Na wakati huo ukiendelea tena kuuliza wanakuambia hata dawa hakuna. Kwa sababu vita ikitokea, wale wanaohusika na biashara ya madawa kwa maana ya ule mfumo wa nchi unaohusika na madawa, kikianza kutokea wale wataanza kuziuza zile dawa kwenda nje ya nchi. Na kuchukua chao mapema na kuondoka. Kwa sababu wana nguvu ya kukimbia. Na inazungumza haya ili likae kwenye record. Na ujumbe huu nitauachilia kwenye mitandao kwa ajili ya tahadhari kuelekea kwenye bara la Afrika na hasa katika nchi ya Tanzania.
ili watu waweze kuelewa kwamba matatizo yanaweza kuwepo ndani ya nchi. Ni rahisi zaidi kuyatatua kuliko kutatua tatizo la mapigano la watu wenyewe kwa wenyewe. Amina. Hilo jambo la tatu jambo la 4 nimelizungumza. Jambo la 5. Amen. Jambo la 5 ambalo unaweza kukutana nalo. Kuna kitu kinaitwa serikali. Hapa nataka niweke msingi ili watu waweze kuelewa. Kuna kitu kinaitwa nini? Serikali ni mamlaka. Mamlaka maana yake ni nini? Mamlaka ni nguvu inayowasimamia watu ili kila mtu, yani mtu na mwenzake waheshimiane, wasioneane. Mnaelewa baba? Hiyo ndio serikali. Ndio maana leo mtu akikuibia una sehemu ya kwenda kudai haki yako. Baba zuri baba? Mnaelewa zuri baba? Mnaelewa baba? Hiyo ndio inaitwa serikali. Hata kama ndani ya mfumo wa serikali, kwa sababu sio wote wanaweza kuwa wema, wengine ni wabaya, sawa? Wanaweza kukujeruhi kwa namna moja au nyingine, lakini bado ile serikali ina manufaa sana kwako, kwa sababu serikali ni mamlaka ya kutiisha ili watu wote wawe na kitu hiki, wawe na jambo moja. Sasa mkishaingia kwenye machafuko, huwa hakunaga serikali. Serikali ni kila mtu. Lazima mwenye nguvu ndiye atakayeamua. Lazima mpaka muunde tena serikali. Lazima. Ndio maana leo watu wanafanya masiara sana na serikali hizi zilizoko barani Afrika na mataifa mengine, sawa? Ikiondoka hiyo serikali, hiyo ambayo wewe unaweza kuiona ni mbaya. Lazima ikiondoka kwenye mamlaka ya kuleta usawa, lazima kitakachotokea kila mtu atakuwa nani? Serikali. Lazima hapo ndiko mtajua nini faida ya kuwa na serikali. Kwa sababu wakati huo utamkuta balozi wa kusikiliza kesi yako. Sasa hiyo utakuta hakuna mwenyekiti wa mtaa wala mjumbe. Lazima hawapo, wengine wamekimbia. Ili kuunda tena serikali sio jambo masiala. Na maana naonya watu wote duniani wajue jambo hilo. Kwa maana leo unaweza kwenda ofisi ya kata ukasikilizwa. Leo unaweza kwenda mahakamani ukasikilizwa. Leo unaweza kwenda polisi ukasikilizwa. Lakini saa hiyo hicho kitu hakipo. Kila mtu ndio nani? Ndio polisi, kila mtu nani? Ndio serikali. Lazima kwa hiyo mwenye nguvu ndiye atakayeamua. Ndio maana unaposikia mapigano yametoka ni mataifa mbalimbali, unakuta wanawake wanalawitiwa, sawa? Vijana wanalawitiwa. Lazima wanawake wanabakwa, watoto wanapigwa risasi. Kwa sababu serikali inakuwa ni mtu mwenye nguvu. Sasa leo nashangaa watu vitu vyepesi sana wanataka kuingiza mapigano kwenye taifa la Tanzania, kwenye vitu ambavyo ukiviangalia unaona kabisa hawa watu kuna shida kwenye ufahamu. Lazima hata kama kuna hali fulani ya kukandamizwa, lazima lakini ni rahisi kuondoa hali ya kukandamizwa kuliko ile ya kukandamizwa kuiondoa kuliko kuondoa mapigano. Hamtakaa sawa. Watemelelezo twende taratibu. Bwana niambie nizungumze leo. Mlipata zuri ba. Na yazungumza haya katika ujasiri wa yao Mwokozi. Mlipata zuri ba. Hilo ni jambo moja wapo ambalo linapaswa likae kwenye rekodi. Mlipata ba. Kuhusu kitu kinaitwa ni serikali. Watu wamepata zuri ba. Kitu kinachofuata kuna jambo linalohusu vyombo vya usalama, kwa maana ulinzi na usalama. Hapa anazungumzia juu ya vyombo vile vinavyohusu polisi, kwa maana ya polisi, lakini pia kwa maana ya vyombo vya usalama, kwa maana usalama wa taifa, kwa sababu kila taifa linakuwa na mfumo wake wa usalama wa taifa. Umeelewa? Na majeshi mengine yote pamoja na jeshi la wananchi. Kukitokea mapigano, sawa? Hakunaga vyombo vya usalama. Narudia tena. Hakunaga vyombo vya usalama. Kwanza, mapigano yakitokea, vyombo vyote vya usalama vinapoteza sifa.
alafu ndani ya huo mfumo, umeelewa? Wanaweza wakatokea watu ndani ya mfumo wa usalama, umeelewa? Wakaamua kuchukua madaraka kwa nguvu, umeelewa? Na kuanzisha mpango wao na utaratibu wao wa namna kuendesha nchi. Mpaka mje mkae sawa, umeelewa? Ndio maana hapa nawaonya mpaka vyombo vyenyewe sawa. Utajikuta wewe chombo cha usalama uliokuwa kiongozi wa ngazi za juu, wakati wa machafuko wewe unakuwa wa kwanza kukama, kwa sababu wale wenzako watakapochukua madaraka wanajua wewe ni muasi. Umeelewa? Utakamatwa. Watamelea zuri baba. Mendeleo zuri. Tuone taratibu uweze kupata mahesabu. Mendeleo zuri, ujue mahesabu haki nabii kuelekea siku hizo mwisho. Mendeleo zuri, ili ujue mahesabu haki nabii. Mendeleo zuri baba. Mendeleo zuri baba. Hiyo nazungumza habari ya vyombo vya usalama, sawa? Kwa vyombo vya usalama wanisikie hapa. Wakilea mambo haya, wakilea mitazamo na matamko kwenye taifa la Tanzania, wakilea mambo haya kwa ajili ya kuleta kila mtu analeta matamko bila kuwa na utaratibu, matokeo ya mwisho vyombo vya usalama vitapoteza hadhi. Na vile mapigano yakitokea, moja ya kazi kubwa inaenda kutokea, vyombo vya usalama vinapoteza sifa. Na uasi lazima tufanye nini? Utatokea ndani ya nchi. Ili mje mkae sawa. Ili ujue wewe ulikuwa afisa usalama. Ili ujue wewe ulikuwa afisa wa polisi. Malaza hapo itachukua nini? Muda. Na huyu anayepindua maana yake iko cheo hakitambui, na sio ajabu wewe mwenyewe ukawa wa kwanza kukamatwa na kuwekwa ndani. Ndio anahoja leo hapa. Malaza jambo lingine kuhusu wa viongozi wa dini na madhehebu, wainjilisti, wachungaji, walimu, mitume na manabii. Malaza machafuko yakitokea kwenye nchi, kwa sababu injili ni jukwaa la kuleta amani ulimwenguni. Injili sio matamko ya kuleta machafuko kwenye taifa. Taifa likiingia kwenye machafuko, hao kondoo unaosimama nao, hao kondoo ambao unawaombea, hao bila shaka yote kitakachoenda kutokea utajikuta umebaki peke yako kanisani. Na ukifanya masiara na wewe utapigwa risasi. Imnaelezo baba. Nazungumza mambo haya. Bwana leo unashangaa wahubiri wa injili wanatoa matamko mpaka unaogopa. Melezo baba. Na mimi nauliza, wewe kweli utakuwa na kondoo hao? Wewe kweli ni mhubiri wa injili unaotafuta amani kwenye nchi? Hata kama kuna shida, melezo baba. Injili ndio jukwaa pekee la kutatua matatizo bila kuingiza nchi kwenye nini? Kwenye machafuko. Kwa maana injili itauliza Mungu nini kipo? Alafu wahubiri wa injili, kwa maana manabii, walimu, wachungaji, wainjilisti na mitume watapokea jambo kutoka Bwana. Ndiko wataenda kwa siri kwa mfalme. Kumuonya kwamba kuna 1 2 3, rekebisha 1 2 3. Lakini nini kinaendelea katika nchi ya Tanzania? Injili ndio imekuwa jukwaa la machochezi. Na hapa narudia tena kutoka kwenye ujumbe huu, kwa sababu nilikwisha toa ujumbe mwingine wa maonyo. Niliwahi kusema na hapa narudia tena. Tatizo la Tanzania ni tatizo la viongozi wa dini na madhehebu. Wamejipenyeza kwenye mifumo ya siasa, na wanasiasa mkawaamini hao. Umeelewa? Na mlipowaamini mkakubali kuchukua mawazo yao kuifanya injili iwe ni injili inayotokana darasani, kwa maana ya kwenda kusoma darasani. Matokeo yake wakienda kusoma darasani, wakitoka hawana roho wa Mungu, mimi ambaye namjua. Wakitoka wanakuja na mitazamo ya hoja kama nyinyi wanasiasa mnavyosoma elimu zenu za dunia. Watamepara zuri. Mnakuja na hoja na mitazamo. Na sasa ndio hao sasa wanainuka hoja na nini? Na mitazamo. Maelekezo ambayo nayatoa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waondoe kipengele kwamba ili uwe mhubiri wa injili lazima ukasome. Ukienda kuwapeleka kusoma injili, ni uwezo wa roho kutoka wapi? Juu. Unakuja kwa njia ya uvuvio. Na ule roho akiingia ndani ya mtu hawezi kuandamana. Hawezi kuambia watu waandamane. Kwa hiyo anataka watu wengi ili watubu nini? Dhambi. Sasa wakishapuana unaenda kumhubiria nani? Kwa hapa natoa jambo hili dhidi ya serikali ya Tanzania na mataifa mengine ya Afrika na ulimwengu kwa ujumla. Warejee michoro hii ya kinabii.
Kwa maana hapa naonya wahubiri wa Injili. Matamko yenu yamefika mahali sasa, sauti zenu zilizokuwa zinaaminika, watu wale wajinga wameanza kuziamini. Sasa wanafikiri kwamba hiyo ndio njia sahihi. Hiyo sio njia sahihi. Ndio lazima njia sahihi ni watu kuingia kwenye nini? Kwenye maombi. Na Bwana atasema katika Ufunuo, ili jambo litatuliwe. Sio kwa njia ya machafuko. Watu wamepata zura. Naweza kuongea haya watu wakaniona kama akili sina, lakini nazungumza katika kanuni ya marejeo katika Ufunuo. Na ujumbe huu nitaunganisha na nabii zote ambazo tulizitoa. Tutaunganisha zitangulie kwanza, alafu ujumbe ufuate. Ili kuonya nchi hii na kuonya bara zima la Afrika na mataifa mengine ya dunia. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo nilipenda niyazungumze katika lugha hizi za kinabii. Ili watu pate kujua. Jambo lingine, vita ikitokea au mapigano katika nchi, leo unaweza kutoka mfano kwa nchi ya Tanzania. Ukitoka tu utakuta shule, sawa? Unapeleka mtoto wako anaenda kusoma. Tena ziko mpaka shule za mtaani kabisa. Unapeleka mtoto wako anasoma, alafu jioni unamfuata anarudi salama. Yako mataifa mtoto anatoka kwenda kusoma, jioni baba anapewa taarifa mtoto ameuawa. Sio mbali waende Kongo, waende Sudani. Waende tu waone haya ambayo mimi nazungumza leo. Lakini leo una uhakika mtoto wako anaenda kusoma. Hata kama kuna ubaya kiwango gani, shule zipo. Hata kama kuna ubaya ambao unatajwa, na bado shule hizo unapeleka mtoto wako, wala uambiwe ada ni shilingi ngapi. Unaambiwa tu michango. Hata kama kuna ubaya, yako mambo ya kuweza kurekebisha. Lakini sio kwa njia ambayo watu wanataka kuitumia. Hilo ni shinikizo la nje, sio la ndani. Watu wanashabaha nyuma ya pazia. Mimi naamini zaidi vyombo vya ulinzi na usalama katika nchi ya Tanzania. Lakini namwamini yao ndio Ufunuo. Tutatumia kanuni za kinabii. Tutatumia kanuni za nini? Za kinabii. Sasa tutaanza kutembea angani katika Ufunuo. Tutatumia kanuni za nini? Za kinabii kama mamlaka ya mwanga wa shauri Yesu. Alafu baadaye tukishavuka ndio tutawaambia watu tutumie kanuni gani. Huu ni uenda wazimu unaotaka kuendelea. Hapa nazungumza kama nabii Bwana. Kwamba pamoja na yote, leo unaweza kusafiri kutoka hapa kwenda Dar es Salaam. Kwa njia ya ndege. Na ukaikuta ndege ipo. Yako mataifa hiyo ndege yenyewe kwanza unajiuliza, nikitoka hapa mpaka kule nitakuwa tayari nimeshapigwa risasi au nitakuwa niko hai. Leo angalia nchi hii ya Tanzania. Nazungumza na Watanzania. Angalia taifa la Tanzania namna lilivyo. Leo unaweza kutembea kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine, ukakuta nyumba zinajengwa, watu wanafanya biashara. Vita vikitokea biashara yako inakufa. Hiyo nyumba yako inabomolewa. Na wewe mwenyewe unawezekana ukawa sio mwenye nyumba kwa sababu utakuwa umekufa, umepigwa risasi. Watamipata zuri watemelewa. Umelinasa hilo. Tumaana naonya haya ili watu wapate kujua. Sasa lingine ambalo nilileta kama tahadhari, mara nyingi hali hii inapotokea, hasa ndani ya vyombo vya usalama, tuna uzoefu nini kilitokea Misri. Tuna uzoefu kutoka kile kilichotokea Madagascar. Tuna uzoefu pia nini kilitokea Kongo. Tuna uzoefu mkubwa sana Tanzania. Sio kwamba tuna uzoefu. Na tuna uzoefu kwa sababu ndani ya mataifa mengi tulipeleka majeshi yetu kwa ajili ya usalama. Baada ya machafuko. Kwa hiyo mpaka jeshi linajua taabu, linajua madhara nchi kuingiza kwenye machafuko. Kwa hiyo uzoefu tunao. Tena tuna wajeshi mashuhuri sana kwa sababu wamepita huko na wengine wamepata nishani za kutisha katika kurescue mazingira kwenye mataifa mengine. Sasa huwa anajua kinachoendelea, huwa kinakuwa hivi. Mara nyingi hali hii inapotaka kutokea, tunakuwa na hali kwamba ndani ya usalama wenyewe kunaweza kutokea uasi. Na uasi huu unaweza kuwa uasi wa siri.
Barabara zile bwana. Amina. Na hii ni hatari sana. Na hapa naonya ili watu wajue. Umeelewa? Kuna watu leo kusikia wanakuambia jeshi lichukue nchi. Umeelewa zile bwana? Amina. Sasa hawajui nini maana ya jeshi kuchukua nchi. Umeelewa zile bwana? Jeshi likifanya mapinduzi kwenye taifa lolote, kwanza utaratibu wenu unakufa. Amina. Jeshi litatangaza kwamba kwa sababu Tanzania wao mnalala mpaka saa 8 usiku. Umeelewa? Wengine wanafanya kazi masaa 24. Ukienda miji mingine kama Dar es Salaam watu wanafanya kazi usiku kucha. Umeelewa? Jua kabisa utaambiwa saa 11 mwisho. 12 asionekanike mtu barabarani. Ukionekana tu na pasuliwa kichwa, ili wengine wajifunze kwamba oda imetoka na kila mtu awe na adabu. Imelazwa. Usitegemee jeshi likichukua nchi. Usitegemee hicho unachokifanya utakifanya. Na wengi wanasema jeshi linaweza kuchukua nchi alafu likaita watu, watu mbalimbali watoe hoja nani hao rais. Sikilizeni, jeshi likishapindua wanaweka mtu wao, wakishaweka mtu wao isiova. Kaiangalie wewe Burkina Faso. Amina. Ibrahim Traore. Amina. Muone anachofanya. Yaani wakishamweka mtu wao usitegemee kuna uchaguzi wa kiraia. Nendeni Misri mkasome mahesabu ya kinabii. Amina. Someni kwa mataifa mbalimbali yaliyowahi kutokea mapinduzi ya kijeshi. Mpaka serikali ya kiraia ije, mtatafutana kwanza. Hii leo mna haki ya kuzungumza, sawa? Jeshi ikipindua nchi hauna haki ya kuzungumza. Unazungumza nini? Kwani mmeshasikia mazungumzo yanafanyika pale Burkina Faso? Mshaona wanasiasa wa upinzani wanazungumza chochote? Wanazungumzia wakiwa nje ya nchi, sio ndani ya nchi. Amina. Imelazo baba. Amina. Ndio maana hapa naonya nchi ya Tanzania. Na watu wajifunze jambo hilo. Wanajeshi ni watu muhimu sana katika nchi. Wanajeshi ni watu watiifu sana ndani ya nchi. Msiwatumie na kuwashawishi kwenye mambo ya hovyo, kutoa matamko. Maelezo bora nchi chukue na jeshi. Wewe unajua maana ya jeshi. Ndio maana hapa naonya leo. Maelezo ili watu wapate kujua. Leo kuna wahubiri wengine wanatamka vitu vya hofu sana. Amina. Mpaka unaogopa. Maelezo Amina. Unajiuliza, huyu katumwa na Yesu, huyu ana roho wa Yesu, huyu ambaye sisi tunamjua. Manabii wote na wahubiri wote, maelezo amina, hawakubwa kuingiza mataifa yao kwenye vita. Vita ilitokea pale ambako walikataa kusikia maonyo kutoka kwa manabii. Maelezo amina. Watanibara zura amina. Lakini sisi tuko ndani ya taifa hili, tunajua kinachoendelea. Maelezo amina. Ndio maana tumekuwa tukitoa nabii, sawa? Amina. Kwa ajili ya marejeo na michoro ya kinabii, kwa ajili ya mazuio. Amina. Amina. Ili tutafute njia ya namna ya kutatua baadhi ya mambo ambayo mengine yanaweza yakazungumzwa tofauti, lakini nyuma ya pazia kuna watu wanatumia zile taarifa kwa ajili ya kupotosha na kulenga shabaha, kwa sababu ni watu wanaotumika kutoka nje ya nchi. Amina. Hilo tunaweza kusema na tunalijua, na wala hatujaambiwa na mtu. Sisi hatuna yani hatuhitaji taarifa mtu atuambie, sawa? Sisi tuna taarifa Yesu huwa anatupa. Amina. Tunaona mizunguko yote na kila namna kabla hajatokea. Amina. Amina. Kabla hajatokea. Ndio maana tunaonya hapa leo. Amina. Naonya za nchi ya Tanzania. Waliacha jeshi lifanye kazi yao. Wanasiasa mshindane kwa hoja, sawa? Amina. Watabebana zuri. Amina. Lakini serikali ikiona mwanasiasa fulani ana ajenda ya siri na vyombo vya usalama vimethibitisha, msione aibu kuchukua hatua kusema kuna watu nje ya nchi watapiga kelele. Hatuhitaji kelele za watu wa nje. Maelezo tunahitaji nchi isimame katika usahihi. Amina. Amina. Bila kusahau serikali kwa maana viongozi, sawa? Amina. Manake ili uweze kuwa na haki mbele za watu, sawa? Amina. Pia unahitaji wewe pia ujisafishe. Kama ukiona kuna kando na njia ya kujisafisha kwa mtawala au kiongozi yote ni rahisi zaidi. Mbelezo amina. Ni rahisi. Unaweza kuna wakati unaweza kujisafisha kupitia mawazo ya watu wengine. Amina. Wewe uko ndani ya maamuzi, mbelezo ukachukua yale mawazo ukayaunganisha, ukayatengeneza ya kwako, ukaunganisha, ukatoka nalo. Mbelezo kama mwanasiasa ukawa umeponya majeraha ya watu wengi kutumia njia rahisi sana. Watu wamebarazo, ndio maana natumia jukwaa hili kwa ajili ya maonyo.
dhidi ya Tanzania. Bwana zuri. Amina. Ndio maana nasema tutatumia jukwaa letu la kinabii, sawa? Amina. Tutatumia jukwaa letu la injili sasa. Amina. Sasa tunataka tulitumia. Wanaotaka kutuletea machafuko, sawa? Amina. Tutalitumia la kwetu. La kwenu nyie sijui kwa njia gani mtatumia, lakini sisi sasa tutatumia la kwetu. Amina. Amina. Bwana zuri baba. Amen. Na tunajua namna ya kulitumia. Amina. Amina Bwana. Bwana zuri baba. Amin. Kwa sababu hatutaki machafuko. Amina. Lingine, wowote vijana wowote wawe ndani ya jeshi, wawe ndani ya mfumo wa usalama, wawe wote kwenye mitaa mbalimbali, sawa? Amina. Waangalie rika walilo nalo. Amina. Unaweza ukawa na miaka 22. Unaweza kuwa na miaka 23. Unaweza kuwa na miaka 22 mpaka 30. Amina. Unaweza kuwa na miaka 31 mpaka 40. Sawa? Amina. Unaweza kuwa na miaka 41 mpaka 50. Sasa swali linakuja. Matatizo ya Tanzania ya leo tulionayo. Amina. Haya matatizo yalikuwa haya. Maelezo yalikuwa yanazungumzwa wakati wa utawala wa kwanza. Amina. Matatizo haya yalizungumzwa utawala ngapi? Wa pili. Matatizo haya yalizungumzwa utawala ngapi? Wa tatu. Matatizo haya yalizungumzwa utawala ngapi? Wa nne. Na matatizo haya yalizungumzwa utawala ngapi? Wa tano. Na matatizo haya yalizungumzwa utawala ngapi? Wa sita. Sema inabadilishwa jina. Amina. Sasa swali linakuja. Kama kwenye rika lako la miaka 20 au 22 mpaka 50 kwenye utawala wa kwanza wangeamua kwenda barabarani. Mbona zuri? Amina. Wewe mwenye miaka 20 kwenda 50, sawa? Amina. Kwenye utawala wa pili, mbona zuri? Wangeamua kwenye rika lako la leo wangeamua kwenda barabara. Wengine leo wangekuwa wamekwisha kufa. Kwa sababu ulikutwa ungekuwa mtoto wengine walikuwa bado hawajazaliwa. Mbona zuri? Watakuja na mfano ambao wanakuja nao. Mbona zuri? Amina. Amina. Wale ambao wana umri wa miaka 20 mpaka 50, sawa? Amina. Wangekutwa kwenye utawala wa tatu. Mbelezo baba. Amina. Maana yake ni kwamba wao wengine mbelezo walikuwa ndio sasa wamezaliwa, sawa? Wengine walikuwa na miaka 5, miaka 6, wengine walikuwa na miaka kama 10. Amina. Wangeamua umri wako wewe leo, wangeamua kuandamana na kuingia vitani. Maana yake wewe ungekuwa mtu wa kwanza kuuawa. Amina. Kwa sababu baba yako angekukimbia, mama yako angekukimbia. Iwaje leo unashinda kuthamini watoto wadogo ambao watu wenye rika lako katika miaka iliyopita, sawa? Matatizo haya yalikuwa vile. Wangeamua kuchukua maamuzi hayo, wewe ungekuwa wapi? Wewe unaweza kuwa ni mwanajeshi, sawa? Amina. Mazuri. Amina. Sasa chukulia kwamba wewe sasa katika rika lako, jichukulie jirudishe nyuma. Mazuri baba. Amina. Hapo una miaka 25, sawa? 26, 27, 30. Ungerudi nyuma ukawa na umri wa miaka 5, sawa? Alafu mwanajeshi mwenzako wa rika lako leo angekuwa wakati huo una miaka 5, alafu anatoka anasema tunaandamana, tunataka kupindua serikali. Mazuri. Wewe ungekuwa wapi? Ungekuwa wa kwanza kufa na wala usingekuwa mwanajeshi. Amina. Ndio maana naonya mambo haya. Mazuri. Tena wazi. Ndio leo kuna vijana wapuuzi sana. Mazuri baba. Amina. Mtu anatoka hadharani anakuambia tutaandamana. Mazuri baba. Amina. Tunataka mapinduzi. Mazuri baba. Amina. Unamuuliza swali, wewe rika lako wewe, wazee yani watu walio na umri sasa hivi na miaka 30. Mazuri? Amina. Rudi miaka 25 iliyopita ulikuwa na miaka 5. Leo mwenye umri wa miaka 50, sawa? 50 55, wakati ule ndio umri wa miaka mingapi? 30. Maelezo baba. Amina. Je, angeamua kwenda barabarani wewe ungepona leo? Usingepona. Mbona unataka kuwatesa watoto wadogo walioko kwenye matiti ya mama zao? Uenda wazimu na ushetani. Toba dhambi, geuka. Hiyo sio njia sahihi. Njia sahihi ni watu kutafuta majukwaa sahihi. Maelezo baba. Amina. Kwa ajili ya kutatua matatizo ndani ya nchi. Na njia ziko sahihi nyingi. Hapa wananielewa watu wa usalama. Maelezo ziko nyingi sana za kutatua matatizo ya nchi. Amina. Bila kuleta machafuko kwenye nchi. Amina. Na taifa la Tanzania tuna uzoefu, sawa? Amina. Yes, tuna uzoefu mkubwa sana. Wanasiasa wa nchi hii mna uzoefu mkubwa sana. Lakini sio hii ambacho mnataka kutuletea vitu ambavyo tukiviangalia tunaona kasa ni mchezo wa ibilisi, alafu wote mmeshindwa kumjua ibilisi wenu adui yenu yuko hapa, mmeshindwa kumjua. Amina. Leo mpaka viongozi wa dini na madhehebu nao hawamjui ibilisi. Yaani adui wameshindwa kumuona kwamba adui yule pale tumpige.
Amina. Wote wa ibilisi kawagawa katika leo kila mtu anaongea la kwake. Amina. Kuna wengine wanatumika kutoka nje ya nchi. Amina. Kutengeneza video za ushawishi. Lazima Amina. kwa ajili ya kuleta machafuko kwenye nchi. Wako nje ya nchi, wako ndani ya nchi. Narudia tena, wako nje wapi? Ya nchi, hawako wapi? Ndani ya nchi. Wana uwezo wao wa kukimbia nchi moja kwenda nchi nyingine. Wewe huna uwezo huo. Mfukoni huna hata 500. Umeelewa? Amina. Kijana huna hata 500. Na kusema nitakuwa daladala nikitoka hapa nikimbilie na manga. Umeelewa? Yaani huna, utatembea barabarani, utapigwa risasi. Umeelewa? Amina. Kwa hiyo nazungumza haya ili watu waweze kuelewa. Hoja nyepesi zisifanye maamuzi kwenye nchi. Hoja za wajinga zisifanye maamuzi kwenye nchi. Hata kama kuna matatizo, hakuna hata serikali ambayo imeshuka mbinguni moja kwa moja kwamba sasa ni malaika wanafanya operation. Ndani ya serikali kuna kuwa na wahuni, sawa? Amina. Unaweza kuwa na wezi. Ni barazura baya. Amina. Hii tunajua. Lakini hatutatui kwa njia hiyo. Kusema sasa ngoja tuone sasa hapa lazima tupigane. Alafu mkishapigana, Kongo leo wana uzoefu wa kupigana miaka zaidi ya 30, watu wanapigana mpaka wamechoka, wamefika mahali wamechoka, wanaiomba Tanzania itoke hapa ihamie kwao. Waishi tu ndani ya miaka 5. Yaani watu tamani nchi hii ihame moja kwa moja ihamie wapi? Kongo. Wakongomani wanakuja hapa. Wewe unaweza kutoka hapo ukaenda Shinyanga, sawa? Amina. Hakuna mtu anakuuliza wewe kabila gani. Hakuna mtu anakuuliza wewe ni nani. Umeelewa? Amina. Wewe unaweza kwenda Mwanza, unaweza kwenda mkoa wote ule. Unaweza kwenda Iringa, unaweza kwenda Mbeya ukakaribishwa. Huna chakula, watakupa chakula. Umeelewa? Amina. Nendeni nchi za jirani muone. Leo mtu anaongea mambo mepesi kabisa. Mtoto anaenda shuleni anarudi jioni. Unaenda dukani unakuta mchele unakula. Kuna nchi ukienda dukani hakuna mchele. Ndio barazura bwana. Tanzania wanajua kuna wakati ifika wakati unaenda dukani, ukishaenda kwa dukani unaenda kununua kwa namba. Umeelewa bwana? Amina. Kwa sababu chakula ni kichache. Leo angalia nchi hii na chakula kila mahali. Amina. Amina. Umeelewa bwana? Amina. Sasa okay, kipi kinachotaka kuwamaliza? Umeelewa bwana? Amina. Nini kinaenda kuwamaliza? Ndio maana hapa nawatumia jukwaa hili. Na hii ni hatari sana. Amina. Watu wakishakulaga chakula wakashiba, sawa? Amina. Wakishakulaga samaki wazuri wanono, sawa? Amina. Wanakuwa wakati mwingine akili huwa zinafanya nini? Zinaluka. Amina. Amina. Wanasahau kwamba hao samaki, kuna nchi nyingine samaki hao hawapo. Umeelewa zile bwana? Amina. Kuna nchi leo zenye machafuko. Fedha ya nchi yao haionekani. Umeelewa bwana? Amina. Leo Tanzania watu wanafanya sera sana. Umeelewa bwana? Amina. Hii nchi ina makusudi maalum. Nchi ina makusudi maalum barani Afrika. Kuelekea moja siku mwisho. Na wanasiasa mjue jambo hilo. Kuna jambo maalum la Mungu mkuu Yesu ndani ya taifa la Tanzania. Na hapa nazungumza na watawala. Wajaribu kutafuta iliyo kweli kutoka kwa Yesu. Wajue namna ya kufanya mambo yao. Na hapa nazungumza kama nabii, sawa? Amina. Hilo la kwanza. Lakini la pili, wahubiri wa injili wajue jukumu la nchi ya Tanzania. Ndio maana kusema hapa Tanzania ni ramani pekee duniani ina sura ya mtu au sura ya simba. Hii ni Ufunuo sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Na Amos sura ya 3 mstari wa 7 na 8. Mungu alitabiri katika siku za mwisho ataunguruma kutoka Tanzania kwenda kwenye taifa la dunia. Sasa amani tuliyopewa haikutoka hewani wala haikuundwa na watu. Amani hii Mungu ndiye aliamua kuitokee kwa ajili ya kusudi maalum. Ibilisi anajua jambo hili. Ndio leo ukisikia leo utaona kuna matamko yanatokea hovyo. Hata kwenye dini nao wana dini na wao wametoka na matamko ya hovyo. Leo Tanzania imefika mahali mtawala fulani akitawala dini fulani kwa sababu wanajua huyu ni wa kweli, wanatoka na matamko. Baadaye wenzao wale na wenyewe wakapata mtu mwanzo na wenyewe wakapata matamko, yani kwamba akishaingia huyu ni wa kwetu tutamtumia. Nchi imefika hapo. Hakuna dini mbinguni. Umeelewa baba? Hakuna dini wapi? Mbinguni haipo. Ukitetea upumbavu wako, mkaingia kwenye machafuko kwa sababu ya upumbavu, mtakwenda jehanamu moto. Amina. Amina. Takwenda jehanamu moto. Amina. Kwa mbinguni hakuna dini. Wanionyesha
wanionyeshe dini gani imeandikwa kwenye Biblia. Wanionyeshe kwenye Biblia, wanionyeshe dini moja tu imeandikwa kwenye Biblia. Ndani ya Biblia Yesu alileta neno lake. Neno ni ufufio wa roho unaoshuka kutoka juu, ukionya watu kwenye kizazi husika. Za leo kwa sababu Ibilisi amekwisha wagawa kwenye mfumo wenu wa imani mliojitengenezea. Ibilisi anajua hawa sasa na wagongani ili kutengeneza shabaha. Mbeleza hapa. Ndio maana nasema hivi, tutatumia jukwaa la nini? La injili, la kinabii. Amina. Kuyadhibiti mambo. Amina. Mbara sura ba. Hatuko tayari. Mimi nachukia sana habari ya mifumo ya imani. Tena imani zenyewe zimetengenezwa na alafu zinawagawa kwenye nchi kwa kutetea vitu ambavyo unajua kabisa hii moja kujumlisha moja ni mbili, jibu nalo. Nchi haikujengwa kwenye msingi hiyo. Mbeleza. Amen. Bwana anazungumza hapa. Natoa haya maonyo. Mbeleza baba. Amen. Watu waelewe jambo hili. Waache uchinga. Amina. Waache nini? Uchinga. Wahubiri injili na watu wa dini na madhehebu. Mbeleza. Amen. Waache nini? Uchinga. Huu ni uchinga. Ukiona kuna matamko yanatoka mpaka unajiuliza. Mimi nafikiri nao pia watawala wamekuwa wapole, sijajua. Amina. Mbeleza baba. Sijui labda watawala wamekuwa nini? Wapole. Kuna matamko mtu akitamka anatakiwa akatoe maelezo. Kwa sababu anahatarisha usalama wa nchi. Inawezekanaje? Na hata kama wewe ni mhubiri wa injili, mbeleza baba, Yesu ataliruhusu jambo hilo. Amesema wenda wazimu. Nchi ya Tanzania utaona kama tamko yanatoka yamepangiliwa kabisa. Unamwona huyu mmoja anasimama kutoka kwenye jukwaa la injili, sawa? Amina. Anatoa tamko, unamwona mwingine anatokea anatoka kwenye jukwaa la sia, anatoa tamko. Ukiangalia unaona wale wanaomjua Mungu, tukichungulia katika mfumo, tunaona taarifa zile zinatoka pale. Meleza hapa. Amina. Zile pale zimegawanyika hapa katika akili tu za kawaida. Wanawazo Amina. Alafu utasikia ndani wanasiasa huko ndani, sababu wanatoka na leo ukiangalia unaona kabisa kwamba ni mpango pango wa siri. Balazo hapa. Ndio maana Mungu alisema mwezi wa 4. Amina. Balazo hapa. Amina. Mimi naamini kabisa matatizo ya kisiasa kwenye nchi hayatatuliwi kwa namna wao wanavyofanya. Amina. Mimi naamini jambo hilo. Amina. Kwa sababu matatizo haya hayakuanza jana wala juzi. Amina. Wala hayako hapa tu. Yako Ulaya, yako Amerika, yako kila mahali. Amina. Hakuna leo dunia nzima matatizo ya kisiasa yapo. Ndio maana leo unaona Ulaya wanaandamana, sawa? Amina. Mbeleza baba. Na kwa nini wanaandamana? Kwa sababu wanaandamana kwa sababu wale watu katika taifa lao, mbeleza. Amina. Walianzisha mfumo wa elimu ya kumjua Mungu, ambao watu walikaa chini wakatengeneza nadharia za kiimani. Amina. Ndio hii mifumo ya kimadhehebu unayoona na dini, sawa? Amina. Watu walikaa chini, walikaa design. Walipomaliza kudesign tena wakatumia Biblia ya Mungu. Mbeleza nayo. Wakachukua vifungu kutoka kwenye Biblia kutetea hoja zao. Sasa Mungu yuko hivyo, ukifanya dhambi lazima dhambi kulipe, sawa? Amina. Lazima akulipe kwa dhambi yako. Amina. Sasa leo Ulaya wale pale. Ndio maana leo naonya bara la Afrika, mbelezo leo. Amina. Viongozi bara la Afrika waache injili itokao juu itabadilisha mioyo ya watu. Utaona watu wanaandamana barabarani. Amina. Lakini ukiwaambia watu waende kusoma, wakienda kule watapewa maswali na majibu. Mbelezo. Akimaliza maswali majibu anajua moja badilisha moja mbili. Mbelezo. Falsafa hii mhubiri huyu alisema hivi, anajiteleza hoja zake, mwalimu wake akimuelewa tiki, utaona amepata A. Sasa ile A aliyopata ni maswali na majibu. Ndio haya unaona leo wanatokea. Amina. Ndio hao unaona sasa wanatoka na matamko. Wamevaa mavazi ya kasisi kwa sababu kichwani kumejaa nini? Hoja. Aliye na roho Mungu ndani akiona kuna hatari mbele, sawa? Amina. Roho atamwambia, sikiliza, hicho unataka kuendea Biblia inasemaje? Amina. Mamlaka zote zatoka kwa nani? Kwa Bwana Mungu mshuhudi. Amina. Hazikujiweka zenyewe. Amina. Wewe unachopasa ni kuziombea. Kama kuna shida niulize mimi nikupe kanuni namna ya kutatua. Amina. Pia unayojua. Amina Bwana Yesu. Lakini ukiona watu waingia barabarani kuandamana, wanatoa na maandamano. Mfano, kanisa linaweza likawa limefungwa na serikali.
inawezekana ukawa umefanya makosa, sawa? Amina. Maana na hapo inahitaji tu busara. Umeelewa sasa baba? Amina. Sawa, okay, wewe ni mhubiri wa injili uliotumwa na Yesu. Amina. Najua hivi serikali imewekwa na nani? Na Yesu. Kanisa lako limefungwa na nini? Na serikali imewekwa na nani? Na Yesu. Unaenda mahakamani au unaenda kwa Yesu? Unaenda kwa Yesu. Swali langu nauliza wahubiri wa injili leo. Amina. Unaenda mahakamani au unaenda kwa Yesu? Utaenda kwa Yawe. Yawe atakupa formula ya kinabii. Amina. Sikiliza, umefungiwa ulifanya kosa hili, ingia kwenye toba. Umefungiwa mfalme kafanya la dhambi. Sasa subiri nitafanya 1 2 3. Utashangaa tu from nowhere. Amina. Unapigiwa simu, bwana njoo, kanisa limefunguliwa, endelea na kazi ya Mungu. Amina. Bila machafuko. Amina Bwana. Sasa leo umefungiwa kanisa, unaenda mahakamani. Haya, mahakama inaweza ikakusikiliza ikakuona ikakupendelea, sawa? Au isikupendelee. Au mahakama inaweza kufanya haki. Ni baraza baba. Yote matatu yanawezekana. Ukapendelea au baraza usipendelee au ukafanya nini? Mahakama ikatenda haki. Sasa haki iliyotoka wewe unaona sio haki. Ndio uende barabarani uandamane. Swali linakuja, wewe umetumwa na Yesu. Watembelee Yesu baba. Amina. Watembelee ibada zuri baba. Amina Bwana. Swali linakuja, wewe umetumwa na Yesu. Sasa mimi najua utaenda kwa Yesu. Mwanangu baba, Amina. utamuuliza bwana, nimefungiwa kanisa. Sasa nafanyaje mambo ya shughuli Yesu? Ndio maana hapa leo tunatumia majukwaa haya. Kuiambia serikali kipengele cha mtu kwenda kusoma au mhubiri wa injili. Hawa jamaa waliwadanganya, waliwapa ushauri wa uongo. Hakuna nabii aliwahi kusoma darasani, wala Yesu hakusema mtaenda kusoma chuo cha theolojia. Yeye aliwaambia subirini yule roho, na wakati Roho Mtakatifu aliposhuka siku ya Pentekoste, huoni mitume wanaandamana, bali mifumo ya serikali ilionewa tu tuisho Mungu. Na walipoonewa hawakupiga kelele au kuandamana barabarani. Amina. Waliingia maombi kumuuliza Mungu. Na Mungu alijibu. Amina Bwana Yesu. Sasa leo kanuni hiyo imebadilika. Ndio maana leo ningetamani sana kuona ufalme wa dunia wanaielewa injili. Maelezo hapa. Kwa sababu injili ni uwezo wa Roho unaobadilisha watu tabia na mienendo. Kuanzia kwenye mavazi na namna ya kufanya maamuzi. Amina. Hawatumii akili na hoja za dunia. Wanatumia maelekezo kutoka kwa Yahweh Mwokozi. Na Yahweh anaweka serikali, hawezi kusema andamaneni zipindueni serikali. Amina. Amina Bwana. Hata kama muda wa utawala wa dola moja unapofika mwisho, sawa? Yesu ana utaratibu wake wa kinabii. Amina. Mawazo sio kwa njia ya machafuko. Watembelee sio baba. Amina, sio kwa njia ya machafuko. Ndio maana nazungumza michoro hiyo kinabii. Maelezo ili watu wajue madhara ya mambo madogo yanayozalauliwa kidogo. Maelezo baba, matokeo ya mwisho yanaingia kuleta shida, na baada ya hapo kila mtu atajuta. Angalia nini kilitokea Libya. Maelezo Libya, kiongozi yule ni kweli alikuwa ni mtawala wa kijeshi, lakini alikuwa mtawala wa kijeshi mwenye angalau utu, sawa? Amina. Sisemi kilichomfanya aondoke. Sasa kilichomfanya aondolewe, niliwaambia alitoa tamko baya kwenye mkutano wa wakuu wa nchi wa bara la Afrika. Amina. Baadaye ndio wale wenzake wakamshangilia, wakamwita mfalme wa Sasa kile cheo ni cha Yesu. Mbelezo baba. Amina. Sasa Yesu akaondoa ile neema, matokeo yake akapinduliwa. Mbelezo baba. Na hapa nawaonya ufalme wa dunia. Kuna vyeo msipokee wala sifa mzipo. Ukipokea sifa sio yako, ujue kwenye madaraka ukai. Amina. Hiyo ndio kanuni ya Yesu. Lazima tuseme wazi. Amina. Yaani kuna saa usipokee sifa zinazokuzi. Wakati unajua kwa sahihi hii sifa ni ya Mungu, waambie watu wote kwamba hiyo sifa ni ya nani? Ya Yahweh Mwokozi. Wakati Hugo Chavez, Mbelezo wako wapi? Watu mashuhuri sana. Amina. Alikuwa anatembea mpaka raia ndio wanamlinda. Mbelezo baba. Amina. Lakini alichukua utukufu uliopitiliza. Yuko wapi leo? Yesu anaondoa ile neema, anapenyeza nini? Wale adui zako wanakupiga kirahisi tu. Mbelezo baba. Wewe viongozi dunia nzima wajue jambo hilo. Usichukue ukuu usiokuhusu. Yesu amekupa ukuu, sawa? Amina. Lakini ukuu unaokuzidi sio wako wa Yesu. Amina. Mmenielewa baba? Amina. Ukivuka huo mpaka ukai kwenye kiti chako. Hutakaa, nazungumza tena hapa. Ukai. Hapa na wale viongozi wote duniani wajue jambo hilo. Hutakaa.
lazima tueleze injili. Kazi yake ni kueleza kweli ili watu wote wajifunze. Amina, amina. Kuna mambo matano mfalme akiyafanya kwenye taifa lolote, mambo matano ukiyafanya bila shaka yote mfalme hutakaa madarakani. La kwanza, ukichukua utukufu wa Mungu ambao sio wako. Kosa la ngapi hilo? La kwanza. Kosa la pili, ukazuia injili ya Yesu. Meneleza baba? Amina. Ukazuia injili ya nani? Ya Yesu. Meneleza baba? Amina. Kosa la ngapi? La pili. Yaani injili ya Yesu ukizuia. Na injili inazungumzia sio ya darasani, yenye uvuvio wa nani? Wa Roho. Ukigusa tu huo ubaki, utang'oka. Amina, amina. Kosa la ngapi hilo? La pili. Kosa la tatu, ukiwaonea watakatifu wa Yesu. Unajua kuna watu wa dini na madhehebu, alafu kuna watakatifu wa nani? Wa Yesu. Hawa wanakuwa wachache dunia nzima. Kwenye kila taifa wako wachache. Ukiwagusa hao, umegusa Masihi wa Yesu ambaye ni yeye mwenyewe. Amina, amina. Hutakaa. Amina, amina. Hutafanya nini? Hutakaa kwenye madaraka. Hukai. Na nitatoa mifano kadhaa. Sawa? Hukai. Kosa la ngapi hilo? La tatu. Maelezo baba. Kosa la tatu ukifanya, huwezi kubaki madarakani. Lazima Yesu atafanya mageuzi. Na mageuzi hayo yanaweza kuwa na athari. Maelezo baba. Kwa njia yote anaweza akatumia. Imeelewa zuri baba? Amina, amina. Mmepata zuri baba? Amina. Watakatifu Bwana, mmenielewa? Amina, amina Bwana. Umelinasa? Amina Bwana. Umelielewa? Amina Bwana. Kosa la kwanza, ukichukua utukufu wa Bwana. Amen. Kosa la pili, kazuia injili ya Yesu. Amina. Kosa la tatu, umewadhuru watakatifu wa Yesu. Hawa wanatokana na uvuvio. Na mfalme yote duniani lazima ajue hiyo. Yaani atakutana wale wenye dini na madhehebu wengi sana. Yeye watumie tu kama jukwaa, kama sehemu yake ya kuwini kwenye siasa. Lakini kuna kundi dogo la watakatifu wa Yesu. Na utawakuta katika maisha yao, injili yao iko tofauti kabisa na yanayoendelea. Amina. Ukiwagusa hao, hukai. Hutakaa madarakani. Na maana waonya viongozi wote duniani wajue jambo hilo. Waheshimu hilo jambo. Mbelezoga. Kwa sababu ukifanya hivyo ni hatari. Kosa lako la 4, ukifanya hutakaa. Ukiwa mwema sana alafu huna Mungu. Umeelewa hilo hapa? Yaani wewe ni mwema, unataka kutenda mema, lakini Mungu wabaya watakuua. Kwa nini? Huna kinga kutoka yao mkosi. Umeelewa zile? Yaani wewe ni umetokea mfalme, unataka kusaidia raia, sawa? Ndani ya nchi kuna wale matajiri na wale masikini. Sasa wewe unataka kuwaendea wale masikini walewe vizuri, wale matajiri watakosa njia ya kuiba, sawa? Na kunyonya, utasema huyu hafai. Kitakachotokea, wabaya wako sababu una Mungu, utapigwa. Hii reference mnaweza kunielewa vizuri kwa nchi ya Tanzania. Amina. Ukikosa kuwa na Mungu, na Mungu sio dini. Hapa nazungumza ukiwa na Mungu sio dini. Wala sio Mungu wa kweli. Ukimkosa, wabaya watakuua. Na watatumia njia rahisi tu. Ndani ya mfumo wako mwenyewe, sawa? Wanaweza kukuharibu. Au wakatumia mbinu zingine. Bewazo, kosa la ngapi? La 4. Linaweza kufanya mfalme kuondoka duniani. Maelezo. Kosa la 5 na la mwisho, tamka lolote juu ya uwepo wa taifa la Israeli. Maelezo. Amina. Kosa la 5 na la mwisho, sema lolote kuhusu Israeli, alafu kana Biblia ya Yesu. Kana hii, sawa? Kwa sababu ukikana hii umeikana Israeli. Na Israeli ndio hii. Maelezo hapa. Haya mambo mawili ndani ya jambo moja, sawa? Amina. Ukitamka chochote, hesabu muda. Hutakuwepo. Amina. Unaweza kuondolewa. Ndio maana nimeonya hapa viongozi wa bara Afrika na viongozi mbalimbali duniani. Watamwambia zoba. Waelewe michoro hii ya kinabii. Watamweleza baba. Amina. Wasifanye masiara juu ya taifa la Israeli.
Sasa ukitaka kujua mifano ya taifa la Israeli na mambo yanaendelea, unaweza kuchukua historia ya Misri, sawa? Wanajua nini kiongozi wao aliwahi kuipinga Israeli, sawa? Nendeni Irani kasomeni historia ya nachukua baadhi tu. Wafuatilieni watu mashuhuri duniani waliowahi kunyoosha kidole juu ya uwepo wa Biblia. Leo hawako. Walikuja tangulia chini. Mnaelewa Zulema? Watu wamenipata Zulema. Wataumenielewa Zulema? Haya ni miongoni mwa makosa matano ambayo ukiyafanya. Na ukiikana Biblia, niende ndani zaidi. Ukikana Biblia maana yake unakana uwepo wa taifa la Israeli, unakana manabii, unakana mitume, unakana wazo la Mungu, unakana amri na sheria za Bwana. Na pamoja na wale wote viongozi wote duniani wanaokubaliana na ushoga na usagaji, wahesabuni muda, sawa? Mtaona duniani wapo. Wengine watakuwa na rika la ujana lakini hamtawaona, sawa? Mnaelewa baba? Haya ni makosa matano. Ukiyafanya huwezi ukabaki kwenye madaraka. Kwa nini? Yesu anakuita wewe ni muhaini. Muhaini kwake. Unajua kuna uhaini wa mapinduzi ya nchi, sawa? Yaani sisi kwa sisi hapa ndani ya taifa la Tanzania na mataifa mengine. Lakini kuna uhaini kati ya watu wanaoishi duniani na Yesu naye ana kesi za uhaini. Bwana niwaambie usichukue utukufu kwa Mungu. Amina. Lazima uliopitiliza. Kuna sifa fulani Yesu alikuachia uwe nayo. Lazima. Sasa usichukue nafasi ya yao Mwokozi. Amina. Yaani wewe sasa watu wakufanya kama wewe ndio Mungu, sawa? Amina. Lazima. Utahesabiwa tu muda, hautakuwepo. Kwa maana tunasema ile kweli, kazi ya injili ni kuelekeza watu waweze kutembea sasa na Bwana. Ili mfalme anapotawala anaangalia yule kama inawezekana washauri mbalimbali kwenye mataifa mbalimbali wanaweza kuambia huyu jamaa anaongea ujinga, sawa? Anaweza kuwa mjinga sahihi lakini baadaye anaweza kuwa na mtu mwenye akili timamu sana. Umeelewa? Ndio maana naonya dhidi ya Tanzania na dhidi ya bara Afrika. Umeelewa? Kwa ajili ya mitazamo ambayo lazima watu wachunguze. Na leo kuna hatari kubwa ulimwenguni. Umeelewa? Kuna hatari kubwa sana ulimwenguni kuelekea moja ya siku za mwisho. Na hasa hatari hii inatokana na taarifa zisizo rasmi na mikakati ya siri ya dunia kwenye mataifa mbalimbali dunia kutaka kuleta machafuko, na hasa vikundi mbalimbali vinavyotaka kuingiza mambo yao ya hovyo, hasa mambo ya ushoga na kuna fedha nyingi nyuma ya pazia. Wako tayari nchi chafuke, watu wapigane, sawa? Matokeo mwisho waingize mambo yao ya uovu. Kwa lazima kila jambo watu walichunguze vizuri. Amina. Lazima walichunguze na waliangalie kwa kina, wasikupuke. Watabara zuri. Kwa maana nimetumia na jukwaa hili kwa ajili ya maonyo. Amina. Kuwaonya watu wote wakao nchi katika nchi ya Tanzania. Lazima waachane na hoja za hovyo. Barabara zuri ba. Amina. Leo unaenda dukani unanunua, sawa? Amina. Unaenda barabarani unakwea usafiri, sawa? Amina. Bodaboda unaita, bajaji zipo. Barabara zuri ba. Amina. Watameleza ba. Amina. Unaenda hospitalini unatibiwa, sawa? Amina. Shuleni mtoto anaenda anarudi. Barabara zuri ba. Amina. Ndege zipo, unaweza kukwea ndege. Biashara zipo. Leo angalia miji yote biashara zimefunguka. Wapo wanafanya biashara. Amina. Sasa lazima mchunguzane vizuri. Wanaosema watu waandamane, sawa? Watu wauane, watu wapigane, mapinduzi yatokee, lazima mwachunguze kwa kina. Ni kweli wana nia ya mageuzi ya nchi au wana ajenda nyuma ya pazia? Lazima mchunguzane. Belezo hapa. Amina. Awe mhubiri wa injili, awe mtu wa usalama, au mtu yoyote, awe mwanasiasa, watu wachunguzwe. Ni kweli wanataka mabadiliko, kweli iko ndani kule, au ni picha nyingine inatuletea? Kwa hiyo wanatumia sasa mazungumzo yasiyo rasmi, na kwa sababu leo kuna majukwaa ya mawasiliano, sawa? Watu wanayatumia yale. Mnaelewa hapa? Wengine wanatengeneza vitu vya uongo nje ya nchi, wanapandikiza. Wengine wanaleta vitu vya hovyo kabisa ambavyo ukiviangalia vinaleta shida. Wengine wanafika mahali mpaka wanatukana watu wengine kwenye mitandao.
tena wengine wenye mamlaka, sawa? Amina. Hata kama mfalme amefanya dhambi, sawa? Amina. Huwezi kumtukana mfalme hata kidogo. Amina. Biblia ni kosa. Kama kuna dhambi, basi wahubiri wa Injili watapewa jukwaa kwa ajili ya kumfuata mfalme, kumwambia hapa kuna tatizo 1 2 3. Tena kwa siri, kondoo wasijue, sawa? Amina. Sawa, nilimwambia rais au mfalme wa nchi, yeye ndiye mchungaji wa kondoo wote kwenye nchi. Mimi ni mhubiri wa Injili, ni mchungaji wa kanisa. Maelezo na baba. Amina. Lakini yeye ni mchungaji wa taifa. Kwa siwezi kumtukana hata kidogo. Maelezo. Hata kama atamaliza muda wake mwingine akaja, hata kama tawala zikaja zingine labda kutoka kwenye mifumo mingine, sawa? Amina. Ya kisiasa, baada ataheshimika kwa sababu amekishakaa tu anaheshimika. Ndio taratibu. Sio kumtukana wakati yani mmemweka wenyewe, sawa? Kwa sheria zenu wenyewe, kwa utaratibu wenu wenyewe. Mbona mnamtukana sasa? Kwani alijiweka mwenyewe? Hapana. Si mmemfanya kazi ya kumpitisha. Si wenyewe, ndio. Sasa kwa nini watu wafika mahali watu wanakosa adabu? Kibiblia inakatazwa. Upasi kumtukana mfalme wala kiongozi hata kiongozi wa mtaa wako upasi kumtukana. Sasa yuko pale amewekwa na Mungu. Na yeye ambaye anatawala hapo kutoka kwenye ngazi ya mtaa mpaka ngazi ya juu, sawa? Amina. Yeye la pili la kwanza na yeye anapaswa kujua amewekwa na Mungu. Anapaswa kufanya yote kwa kufuata maelekezo ya nani? Ya Mungu. Maelezo baba. Ndio maana inatoa haya maonyo ili watu wote wapate kujua. Maelezo leo. Amina. Maonyo maalum kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Amina. Kwa ajili ya usalama wa nchi. Maelezo leo. Ili watu wote waache mipango ya hovyo na mijadala ambayo haina maana, sawa? Amina. Kwa sasa haina nini? Haina maana. Unajua kuna mambo unapaswa unyamaze, jambo fulani likishapita ndio unaweza kusema. Maelezo leo. Amina. Lakini mahali unajua kabisa hapa jamaa hawa wanaenda kuharibiana, sawa? Wewe ndio unasema. Ile barazura baya. Amina. Maana yake wewe hujengi bali unabomoa. Bali barazura baya. Amina. Kwa lazima nitoe tahadhari hizi. Lakini nilisema tutumie kanuni za kinabii. Amina. Na hakika natumia kanuni za kinabii. Amina. Ninatumia kanuni za nini? Za kinabii kwa ajili ya kuleta rescue kwenye nchi ya Tanzania. Amina. Maelezo rai. Amina. Ninafanya marejeo ya unabii ambazo tulizitoa, tuunganisha na ujumbe huu wa maonyo rasmi kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Na huu ni rasmi kwa ajili ya yanayoendelea, sawa? Amina. Lakini sio tu katika nchi ya Tanzania, katika bara la Afrika pia na katika ulimwengu kwa ujumla. Ili watu wote wapate kujua mahesabu ya Mwokozi. Maelezo rai. Amina. Ili watu wote wajitathmini, waone hali iliyoko sasa. Maelezo leo. Amina. Alafu waipime na yanayozungumzwa na matokeo ya machafu. Alafu wakae chini wachunguze, watapata jawabu. Leo unaweza kwenda mahali kokote ukakuta chakula kinauzwa mama ntilie wale. Maelezo leo. Unaweza kwenda hotelini ukala, sawa? Amina. Maelezo baya. Amen. Lakini wakati huu hutamuona mama ntilie, hutaona chochote. Na la mwisho ambalo unaweza kuliweka hapa, vita vikitokea kwenye nchi, benki zote huwa zinafilisika. Wale wawekezaji wa benki wanazichota kabisa, baadaye wanakuambia vita watu walikuja wakachukua utamuuliza nani? Ibelazo baba. Kwa hiyo lazima mjue, usiseme kama benki ina milioni 200 zitakuwepo. Ina milioni 10 zitakuwepo. Mkishamalizana tena watu wasichojua, jeshi likifanya mapinduzi leo kwenye nchi yote ile, kwanza wanakimbia benki kuu, sawa? Wanadhibiti, sawa? Wanadhibiti ndio mabenki yo. Kwa hiyo ukienda pale hata kama unataka utoroke sasa, unataka kuingiza zile ili uchomoe zile hela, sawa? Ile mashine itakuja hapo itakwambia mte, hamna kwa nini wanazifunga zote? Kwa hiyo jua kabisa mtakaporudi mnarudi mnaanza moja. Hamna hela, mbelezo hakuna vitu mtaani, hakuna daladala, hakuna nini. Kwa sababu mafuta yote yanapigwa bei. Mwanze moja. Ndio pale unasikia nchi nini? Nchi imeanguka. Angalia nini? Someni kilichotokea Pakistan. Walipofanya mapinduzi na ile harakati ya kupindua serikali. Maana nini kilitokea? Nchi ikafilisika. Nchi haina nini? Watu wanaondoka na zao, yani wanachukua hizo hela, sio zenu tena.
Ndio maana nawaonya leo. Leo unaweza kuwa mfanyakazi wa serikali, una hela kikitokea ujue hizo hela sio zako. Imeelewa vizuri hapa? Ndio maana naonya haya kwa ujasiri mkubwa, kwa sababu najua nazungumza kama nabii bwana. Haya yatayakumba mataifa mbalimbali. Maelezo wewe yanayoshabikia machafuko, wakati kuna njia zingine za kuondoa matatizo tena ni nzuri zaidi kuliko njia ya machafuko. Pakistan ilifilisika kwa sababu ya mageuzi. Kumbe watu nyuma pazao na agenda yao. Wana mikataba ya siri. Wanaambia bwana tu lianzishe huko ndani. Maelezo si tutakusapoti. Na likishachafuka katika ile harakati ya mataifa, kwa sababu utaona yale mataifa makubwa yanakuja na msimamo, kumbe yana mikataba na wewe. Yanasema sisi tunamtambua mtu fulani kuwa ndio msimamizi wa serikali ya mpito. Maelezo hapa? Angalieni kilichotokea Libya. Bwana ni rahisi sana wa Tanzania. Maelezo hapa? Sio mbali, ni karibu tu. Angalia kilichotokea pale Darfur. Maelezo hapa? Angalia kinachoendelea leo Sudani. Maelezo hapa? Ni watu tu wamekaa wanaambia wewe sikiliza, wewe pindue, alafu watu wakaanza kupigana. Serikali imepinduliwa, alafu yale kambi moja ya jeshi na kambi nyingine ya pili, watu wanaingia vita. Leo wale pale wanatafutana. Usitegemea hayo mzee, jeshi lichukue nchi. Unafikiri ni rahisi hivyo? Jeshi likichukua nchi sio hivyo wewe unavyojua. Na watu wengi wanafikiri jeshi likichukua nchi, mtu wa kwanza ni yule aliyekuwa watawala, sawa? Hata wewe kwa sababu utaambia saa 12 mwisho, 11 mwisho. Maelezo wewe? Na unakaa nyumbani kwako, hata kama chakula hauna, kaa ndani. Tumesema kuna muda mfupi tu wa kwenda kuhangaika tena kwa utaratibu wao. Wakati huu mnaona ving'ora vile vya jeshi vinatembea barabara. Maelezo hapa? Hawaongei na mtu saa hiyo, hakuna mazungumzo. Maelezo hapa? Wale ambao mnaweza kuwa mkikutana nao wamevaa makombati yao, unampa na mkono, saa hiyo mkono hakuna. Hawataki mkono wako. Maelezo hapa? Sasa watu wapumbavu leo wanafikiri ni kitu chepesi sana. Hawajui. Mimi nazungumza kama nabii bwana, hawajui. Ni hatari sana. Nchi kujadili leo kwa habari ya jeshi kupindua nchi. Leo Tanzania yenye miaka zaidi ya 60, sawa? Leo tunazungumza habari ya watu kupindua nini? Kwa vitu ambavyo ni rahisi sana. Ukiangalia ni hoja nyepesi ambazo unaweza kuzitatua. Yaani kuna njia ambazo tuna uwezo wa kutatua ndani. Tunao uwezo upo. Mimi najua hiyo upo. Na njia hizo zipo. Maelezo zile hapa. Kwa hiyo nawaonya watu wote dunia katika nchi ya Tanzania waache ushabiki na upuzi. Maelezo hapa. Wahubiri wa injili ambao ndio watu mahiri zaidi. Kwa sababu katika nchi kuna watu wakuu 4. Nazungumza tena, yani nchi yote duniani ina watu makundi makuu 4 ndio wanatoaga hatima ya nchi. Kundi la kwanza ni kundi la wafanyabiashara na wawekezaji. Maelezo hao wasipokuwepo kwenye nchi manake hakuna chakula. Mfano leo unaenda kuona sukari kwa sababu kuna wawekezaji. Yaani kuna watu wanaitwa wafanyabiashara na wawekezaji. Ndio maana leo dukani unaona chakula. Ni wao magari yanatembea barabarani, sawa? Unaona bodaboda hizo watu wamewekeza fedha. Ni wawekezaji hao. Wadogo kwa wakubwa. Imeelezwa hapa. Leo unaweza kupeleka mtoto wako shule nzuri. Imeelezwa hapa. Wawekezaji wale. Leo unaweza kusema hospitali ya serikali ngoja niende mtu binafsi. Ni mwekezaji huyo. Ndio maana zipo. Imeelezwa hapa. Hiyo ni kundi la kwanza kwenye nchi. Na serikali yoyote duniani lazima ili kundi waliangalie na wadhibiti, kwa sababu kundi lenyewe lina tabia la kuiba, sawa? Yaani serikali ukifanya masuala hao jamaa wako wezi zaidi. Sasa serikali ni kuregulate, kazi yake ni kuregulate, kukifanya hao watu waweze kufanya kazi katika uhuru, lakini wawe na maadili ya uwekezaji. Kundi la pili kwenye nchi, sawa? Ni watu wa usalama, majeshi. Hawa ndio wanahakikisha haki, usalama, ulinzi, wanaosimamia kwa asilimia zote wa mipakani na wa ndani. Kwa
Kundi la ngapi hilo? La pili. Na hili kundi linapaswa kuwa na sifa kubwa moja, maadili. Na hiyo wanaita kwamba tumekunywa nini? Wanaita nini? Tumekunywa maji ya bendera? Hiyo kundi linakuwa na sifa hiyo. Tumekunywa maji ya bendera. Ambao tunaita nini? Tunaita uzalendo. Ndani nazungumza wanaolinda mipaka na wanda ndani. Wote. Kundi la ngapi hilo? La pili. Kundi la tatu kwenye nchi yote ili nchi iweze kwenda kwa kasi. Kundi la tatu linajulikana kama kundi la wahubiri wa Injili pamoja na majaji na mfumo wa mahakama. Kundi lao ni moja. Wahubiri wa Injili kazi yao ni kutibu mioyo ya watu, sawa? Yaani wao ni maregulator, sawa? Kuponya watu wamrudie Mungu. Kwa sababu usalama wa nchi, ili nchi iweze kwenda, lazima watu wamjue Mungu wa kweli. Kinachotokea leo Ulaya, wale wahubiri wa Injili wakaambiwa nendeni darasani na mfumo wa ibilisi ukaingia. Mmeelewa? Masonic wakaingia wakadesign wa mfumo. Sasa Yesu alichokifanya akaondoka ndani ya yale mataifa. Kwa sasa wale wahubiri wa Injili wanahubiri watu ambao hawawezi kuwachukua watu kuwapeleka kwa Yesu. Wakatibiwa mioyo. Sasa na wenyewe wameamua kutembea barabara. Ndio haya madhara yanatokea Afrika leo. Hao wahubiri wa Injili wanaenda pamoja na majaji na mahakimu na mfumo wa mahakama. Kazi yao ni kutibu majeraha ya watu walioonewa. Wanapokuja kwenye kesi, umeelewa? Jaji anapaswa kuangalia sheria inasema nini. Na anaangalia mazingira kwamba huyu ndiye aliyeua. Ila huyu hawezi kujieleza. Umeelewa baba? Amina. Jaji anapaswa asimame kwenye kiapo kwa ajili ya kuleta haki. Kundi la ngapi hilo? La tatu hilo. Kundi la nne ni kundi la viongozi. Naposema viongozi manake unazungumza habari ya viongozi wa kiserikali pamoja na bunge. Umeelewa? Hawa ni watu wa kutekeleza sera, mipango na sera zozote watakazozitengeneza. Yaani sera yoyote utakayoitengeneza sawa sawa na haki na wajibu. Haki na nini? Yaani tengeneza sera yako yoyote, iwe sera ya maji, tengeneza haki na nini? Na wajibu, kwa maana ya kutumikia. Sasa Yesu alikuweka kutumikia, kulinda kondoo wake. Watu wote duniani ni kondoo kama mlikuwa mjui. Wafalme na watawala Yesu amewapa hao kondoo. Kondoo mmoja akiumia utalipa, siku hiyo atakuuliza kondoo yule aliumia, mbona ukumtibu? Wewe uliona mahakama inapindisha kesi, sawa? Wewe kama mtawala kwa nini ukiingilia yule apate haki yake? Umeelewa baba? Kwa kazi ya mfumo wa utawala ni kuregulate haya makundi yote manne, kufanya haki isimame duniani. Sasa leo kinachotesa dunia leo, mifumo mingi ya tawala zimewatoa watu kwa Yesu. Imani imekufa, wakaingiziwa kitu kinaitwa dini iliyokuwa design darasa. Na hapa nazungumza, mtaona itilafu kubwa zaidi duniani. Wao mnaowatawala, sawa? Kwa sababu hawana connection na Mungu, wana connection na nani? Na devil, sawa? Na devil kazi yake anataka kuona watu wanachinjana. Yaani watu wakiwa wanachinjana kama pale Kongo, sawa? Kule chini watu mapepo kule chini anapiga samba sote na kushangilia. Yaani Sudan hivyo, yaani shetani anataka kuona watu wanakufa kwenye na wasisikie injili, kwa sababu anajua vita vikinuka hakuna injili, hakuna toba. Imeelezwa baba. Imani naonya mataifa ya dunia, sawa? Amina. Naonya bara la Afrika, naonya na Tanzania pia. Wajue jambo hili. Haya ni maonyo maalum. Haya ndio makundi manne yanapaswa kufanya kazi kwa usahihi, kusaidia makundi mengine ndani ya nchi yafanye kazi kwa usahihi. Ndio maana ile kundi la nne la mfumo wa utawala, kwa maana la wafalme na watawala, sawa? Ndio ile linasimamia wafanyakazi wote wa serikali na taasisi zote za serikali zote. Kwa mfanyakazi wa serikali, sifa yake ya kwanza ili ajiriwe serikali, aingie kwenye kiapo cha maadili, na siku akipindisha maadili yake ashtakiwe. Kwa sababu ndio msingi.
Kwa utawala kubaki wapi badaka? Kwa mujibu wa Biblia. Ndio maana naonya haya ili watu wajifunze wasifanye masia. Ndio maana nimetaja haya makundi manne, na haya makundi ni ndani ya Biblia, nimeachomoa ndani ya nini? Israeli wakati wanaenda nchi yao ya Kanaani, Yesu aliwatengenezea makundi manne, sawa? Amina. Kundi la kwanza lilikuwa linaitwa kundi la wawekezaji mabwana. Kundi la pili lilikuwa linaitwa majemadari wa majeshi. Kundi la tatu, leo sisi tuna majaji na mahakama. Waebrania wakuwa na majaji na mahakama, walikuwa na nani? Na wale wanaitwa waamuzi, sawa? Amina. Yaani kwa maana wale wa makuhani na wale Walawi, sawa? Amina. Ndio walikuwa wanasikiliza kesi. Na wale wazee, sawa? Wa ile miji. Alafu kundi lao la nne walikuwa na wafalme. Ndio walikuwa wanashughulika na matatizo ya watu kwa ajili ya kutatua. Kwa hiyo ndio maana leo anazungumza hapa, Israeli ndio uwepo wa mataifa yote ya dunia. Chochote kinachoendelea duniani leo kiko ndani ya taifa la Israeli. Yesu alitumia michoro ya kinabii. Amina. Amina. Ndio maana inatumia haya maonyo maalum duniani ili watu wajue, hasa katika nchi ya Tanzania. Watu warudi chini. Amina. Wajaribu kutafuta njia sahihi za kutatua matatizo, sio hayo ambao wao wanayataka. Nisingependa kusikia watu wanazungumza habari ya jeshi kupindua nchi. Watu waamue sasa kupindua nchi. Alafu mtamweka nani atawale? Na huyo mtakayemweka atatawala kwa utakatifu kutoka mbinguni. Mnaelewa vizuri hapa? Baada ya miaka 10-15 mtarudia hali hii ya leo. Kwa sababu tabia za watu wote wanaondolewa kwenye imani. Kwa hiyo watakuwa watu wabaya zaidi kuliko hao ambao nyinyi mnahisi ni wabaya. Sawa? Kumbe sasa mtajua kumbe wao mlikuwa na watu wazuri. Kwani leo Gaddafi si leo wanalia pale. Wanasema Gaddafi alikuwa mwema. Wakati wakiwa pale za Gaddafi mbaya. Hafai. Leo wanasema tunamwomba tu Gaddafi tu aje atutawale tu hata miaka mingapi? 5 alafu aendelee na safari yake. Gaddafi hayupo tena. Melezo hayupo tena. Kwa nini haya? Huyo ni ibilisi. Ibilisi anakuambia, angalia wewe, hii hali ni mbaya. Sikilizeni, na anatumia watu kwenye mitandao huko, wanatoka watu wapumbavu. Melezo watu wamevagawa na mapepo kutoka kuzimu. Wanatoa habari za hovyo na uchinga wa kila namna. Alafu kuna watu wanaofuatilia. Yaani leo kitu cha ajabu, watu wapumbavu ndio wanafuatiliwa. Yaani mtu akitoa taarifa fulani ya kipumbavu ndio utakuta followers wengi. Kumbe ni uchinga tu, mnapandikezana uenda wazimu. Badala kuzungumza mambo mazuri na kukemea uovu. Nchi ya leo, nchi zetu za Afrika imefika mahali mpumbavu anaongea mambo ya kipumbavu ndio anasikilizwa. Ni ibilisi huyo, anawagawanya. Anatumia watu wasio na akili, sawa? Kuwavuga watu wachinga. Ndio maana naonya, sawa? Ni maonyo maalum, sawa? Kwa nchi ya Tanzania na Afrika kwa ujumla na ulimwengu. Watu warudi kwa Yesu, wachane na uenda wazimu. Ndio maana nimesema kabisa kwamba tutatumia majukwaa, na hapa ninapenda kutumia nafasi hii. Watawala wa Afrika na nchi ya Tanzania, iangalieni injili ya Roho wa Yesu. Iangalieni vizuri sana. Kuna kosa mmelifanya. Mmeweka jambo ambalo halitokana na Biblia. Na Yesu ameniambia niseme jambo hili. Na wakati mwingine mtuite tuwaambie, sawa? Tuwaeleze kwa sikio, sawa? Yaani mdomo kwa sikio, mengine sio kutoa kwa watu. Injili ya Roho wa Yesu mmeizuia. Lakini injili ya wajinga, sawa? Ndio inalewa. Yaani ndio watu wamelelea na kutengenezewa mazingira. Leo kiasi ambacho mganga wa kienyeji, sawa? Unafahamu mganga wa kienyeji? Mganga nini? Mganga wa kienyeji leo akienda kuomba leseni serikalini, sawa? Haambiwi ulisoma chuo gani? Kwa sababu anajua yule mganga wa kienyeji anajiliwa na majini na watu wasikumuuliza, sawa? Atapewa leseni, anaenda kufanya mhubiri wa injili. Nikienda kuomba leseni leo, sawa? Naambia umesoma wapi? Alafu leo nchi hii unaona inaingia kwenye
kwa sababu mapepo wengi mmewakubali kwenye nchi hii. Geukeni mara moja, iacheni injili Yesu ibudiwe. Leo mganga kienyeji anapewa leseni, aulizi ulisoma chuo gani? Baraza Amina. kwamba haina shida, wewe endelea. Tena tuwagulie sisi wanasiasa. Baraza Amina. lakini injili ya kweli ya Yesu mmeizuia. Mnaambia mtu akasome. Basi anzisheni na vyuo vya wa kusomea majini na mapepo. Tuvione vipo wapi. Ninaelewa vile. Amina. Wafungua na kutubu. Watu maneno wazuri hapa. Amina. Mimi nikijiona hivyo vya mapepo na majini. Na mtu akienda pale afundishwe kabisa namna ya kutumia mapepo na majini na majini. Sawa na kuamua. Tuone. Nzuri hapa. Amina. Amina. Bwana nzuri hapa. Tuacheni tuhubiri injili ya Yesu yenye mageuzi. Tena injili ya kweli ya Yesu ina afadhali kwa watawala, kwa sababu inakemea dhambi na geuza watu mioyo. Amina. Hawezi kuitukana serikali. Leo ukiona mhubiri alafu watu wake wa kanisa wanashambulia serikali, ndio inayozungumza hiyo. Maelezo. Amina. Hiyo ambayo na wao wengine ambao wameinufi kutoka kwa wajinga. Mimi naita wajinga. Amina. Amina. Leo hata mtu akizungumza naona kwa sababu Mungu hana. Amina. Maelezo. Amen. Na serikali inamsikiliza mtu Mungu hana, anasikilizwa. Wanajua hili kutoka kwa Mungu. Sasa leo mnaanza kuona itilafu inatokea. Amina. Kwa nini watu wenyewe mmedanganywa na hao wauni? Injili ya Yesu usisomewe darasani. Injili ya Yesu ni uvuvio roho. Unapokuja moja wapo itamwambia mtu kwamba wewe sikiliza, usiandamane. Amina. Maelezo, wewe sikiliza, usitukane Mungu. Mimi nimeuweka. Wewe sikiliza, Biblia inasema ni mcheni Mungu, mpeni heshima nani? Mfalme. Biblia huwezi kuvuka mpaka. Biblia inasema mtakeni na kabla mambo yote nataka sala maombi na nini? Najua kwa ajili ya roho tawala. Maelezo, itabidi mtu aingie kwenye maombi kuombea usalama. Hiyo ndio injili unajua. Injili leo watu wanatoka hadharani wahubiri wengine watoa na matamko, sawa? Amina. Matamko makubwa na msimamo ya maandamano na machafuko. Maelezo hapa. Amina. Kama tusio injili ya Yesu. Kwa nini? Haya ndio matokeo. Sasa hamjachelewa, sawa? Hamjachelewa. Kile kipengele chenu kakiondoeni. Amina. Kiondoe. Sema injili ya kweli Yesu. Iache injili ile. Kwa sababu Yesu mzuri wake ni kwamba wakati injili yake inahubiri, hagusi utawala wako. Amina. Haugusi kabisa. Amina. Tena ataubariki. Basi baba. Amina. Hana mpango na utawala wako. Ila anachotaka wewe mtawala umsikilize. Sawa? Amina. Uache injili yake endelee na safari. Amina. Wakati huo injili itakutaka wewe mfalme na wewe usikilize utubu dhambi. Kwa sababu matokeo mwisho hakuna mbingu, kwa sababu mimi nilikuwa mhubiri wa injili. Hakuna mbingu sema mimi niwahi kuwa mfalme, sawa? Amina. Hakuna injili sema mimi nilikuwa mkuu wa jimbo. Nilikuwa mbunge. Maelezo. Hakuna hakuna hiyo kitu. Mimi nilikuwa mkuu wa majeshi. Nilikuwa jemadari wa majeshi. Mimi nilikuwa ni afisa usalama. Hakuna. Amina. Ukilikosa kwa Yesu, cheo chako ni kitu kimoja. Uwe na mamlaka, uwe na fedha, uwe na chochote. Matokeo mwisho utaenda maabusu kule chini. Amina. Kwa sababu Yesu ana maabusu yake kuzini. Ndio maabusu ya mfalme. Kwa sababu Yesu ni mfalme. Amina. Mfalme wako uko juu mpaka hapa dunia, mpaka chini pia. Amina. Na kule chini kamweka juu, ndio huyo ambaye anadanganya watu wao wapatikane wapumbavu waende wapi? Chini, kwa sababu ya uchinga wao. Amina. Wewe kule cheo ni kitu kimoja cha nini? Mtenda dhambi. Kule hakuna nilikuwa na manyota mengi. Maelezo. Amina. Yesu akakwambia nyota nyingi zilikuwa duniani, sio hapa. Ni kweli nilikupa mamlaka ya nyota nyingi kabisa. Lakini ukujua kama mimi ndio mkuu wa majeshi. Mimi nilikuwa kiongozi wa ngazi ya juu, nafanya maamuzi. Anaambia Yesu, niamini, nilikupa mimi hiyo, sawa? Bali ukujua wewe ulikuwa unanitangaza mimi. Mimi nilikuwa jaji na heshimika, nikitokea watu wanatazamika. Yesu anakuambia amina. Kwani ukujua mimi ni jaji mkuu. Kwa hakuna chochote kitakachoendelea baada ya mwanadamu kuondoka hapa duniani. Vyeo vyako na kila kitu unaacha hapa. Kule uende na cheo, sawa? Amina. Kama ukutubu dhambi kwa Yesu, cheo chako ni nini? Mtenda dhambi. Mtakutana kule masikini, kule matajiri, kule malazo.
Na kule useme kwamba benki nimeacha hela nyingi, kula hakuna hela, sawa? Hakuna kulala kwenye godoro kwamba mimi niko na hela godoro ilikuwa na futi 9 linanibeba na mnayo na upepo. Naweza hivyo? Linanibeba kule hakuna hiyo kitu, haipo. Kule mimi nilikuwa nakula samaki wale kutoka bahari ya kati. Yaani ile kina cha kati cha bahari ndio samaki mpya analetwa. Naweza? Kule hakuna hiyo kitu. Ndopa samaki kule haupo. Kule ni vilio na mambo. Uwezo cheo ni kimoja cha nani? Watenda dhambi. Mimi nilikuwa mfanya biashara. Nikitaka kutokea ofisini watu wote wamesimama kwanza. Bosi anapiga. Kwa sababu anajua mwisho wa mwezi bosi ananipa mshahara. Maana na mheshimu bosi. Maana kule hakuna, utamkuta wewe mlinzi wako anayokupigia sauti. Maana utamkuta na yeye ana kilio hapa na kushangaa na wewe bosi unanipa hela na wewe naye huko ni kilio. Alafu matokeo mwisho vipi bosi? Aende hapa hakuna bosi. Mimi na wewe ni sawa. Cheo chetu ni kidogo, tutamtenda nini? Dhambi. Na wewe mambo haya. Maana ili watu wapate kujua mambo ya duniani hapa ni ya muda tu. Maana mkiuana kwenye dhambi mtajikuta wote mko wapi? Yaani wale wanaopigana, wanaodai haki na wale ambao wako madarakani mkiingia kwenye mapigano, mkafa wote mtajikuta cheo chenu kimoja, mtagundua kwamba haki mliokuwa mnapigania duniani sio haki kumbe ni Yesu. Utakuwa umelikosa, umekufa kwenye dhambi yako. Cheo chako kitakuwa kimo cha mtenda dhambi. Dunia hii imewahi kupita watu mashuhuri sana. Wanasiasa na watu wenye fedha, sawa? Lakini nawaeleza ile kweli. Wengine mnaingia kwenye mambo mmuulize Mungu. Huyu mtu mashuhuri kwenye nchi yetu, sawa? Huyu bwana amemaliza, sawa? Maisha duniani. Bwana hebu tuonyeshe huyu jamaa yuko wapi. Mungu akuonyeshe na mashuhuri wake hapa duniani, sawa? Yuko wapi? Siku ukijua yuko wapi utakuwa na adabu mbele za Yesu. Kuna watu mashuhuri sana kwenye nchi hii. Watu mashuhuri sana duniani, unaelewa? Wewe wako kwenye kilimo kizito kuzimu. Hawajui hatima. Wanatamani warudi duniani wasiwe tena watawala, awe tu balozi wa mtaani kutoka ngazi za juu. Anataka tu yani arudishe tu duniani awe balozi tu, akatubu dhambi kwa Yesu. Yesu anaambia sikiliza, hata balozi sikupi. Umemaliza muda wako. Yesu baba. Yani anatamani arudi awe balozi wa mtaani. Alafu huko duniani huko duniani watu wanaumana kwenye madaraka. Yaani watu wanataka kuuana kwa sababu ya madaraka. Wakati waliopokea madaraka leo wapo wazimu wanalia. Hawajui hatima. Cheo ni kimoja cha nani? Cha mtenda dhambi. Wengine mabrigedia watu wakubwa wa jeshi wako kuzimu. Kumbe hakuna cheo, hakuna jeshi, hakuna mimi kuwa jaji mkuu, hakuna mimi kuwa mtu ni kwamba kabla ya maamuzi mimi ndio nasikiliza kwanza. Kule hakuna hicho kitu. Kule mwenye maamuzi ni mtu mmoja. Kashasema nenda kuzimu, utaenda kuzimu. Maana tunahubiri injili ya Yesu kwa kitu hiki. Wale watu watasikia haki, tuandae haki. Sikilizeni, mchunguzeni vizuri hiyo haki mnayonyang'anyana, sawa? Msije mkashangaa wote mkanasa hapo kuzimu, halafu mkajikuta kwamba haki mliokuwa mnazunguka duniani ni upumbavu. Mnaelewa hapa? Kumbe haki ni Yesu. Bwana naonya, sawa? Nawaonya wasomi, watu wenye mitazamo, watu wenye matamko, mnaelewa? Nawaonya tena. Waache upumbavu kutaka kuingiza nchi kwenye machafuko. Tena mbaya zaidi huko dhambini. Hujatubu dhambi na unataka kufanya dhambi zingine, sawa? Utajikuta huko wapi? Kuzimu umenasa. Utatamani nje duniani sasa uwe tu raia wa kawaida tu, wala utaki tena harakati za kisiasa. Yesu nirudishe tu harakati nilizokuwa nafanya, sitaki tena. Ili nikimbilie kanisani. Wakati Yesu anakwambia sikiliza, ulipokuwa kule duniani nilituma wahubiri wa injili wakuhubirie. Walikuonya, sawa? Lakini kuwasikia. Hata wewe nikakurudisha wewe utasahau. Umeelewa? Ukiishi siku ya kwanza, ya pili, ya tatu ukiona nyama nzuri, samaki wazuri na kila wewe utanisahau. Utarudia yale utaenda na harakati za kisiasa. Kwa sababu mimi nimekuumba wewe na kujua wewe nasa, kwa sababu nishanaswa na mtoto wangu nimekunasa. Nasika hapo tayari. Amina.
Wakati huo ibilisi aliyokudanganya hayupo. kala kona. Kwa sababu yeye anajua hukumu yake Tayari. na wakati anakula kona anakula sambasoti. Maana mapepo yanashangilia yeye tayari kanaswa. Anajifanya mwanasiasa mkubwa kuliko Mungu aliyemuumba. Sasa angalia, anasifanya na anatafuta haki. Sasa ajue kumbe haki ni Mungu wake. Sasa angalia, huko ni kilio. Utaitafuta hiyo haki. Utasaidika nayo. Na kuna watu wao wanafikiri ukiwa kwenye haki za kisiasa si kusaidia watu. Hakunaga mbingu kusaidia watu. Ile mimi nachojua utapata thawabu hapa duniani, lakini kwa Yesu wengi. Siku hiyo utapindukia kuzimu. Utalia na kilio kwa sababu ndio kuna chini. Bwana aonya. Waache mpango huo. Waache hiyo takataka. Waache ushinda. Waache maamuzi ya kipumbavu. Mnasema? Amina. Waache mara moja. Yesu ameachilia upanga mkali. Amina. Nasema tena, Yesu ameachilia upanga mkali. Waache mara moja. Ni tamko la nabii. Najua wengi watajifanya hawasiki. Sasa watamuelewa Yesu vizuri. Sasa Yesu inabidi kuna wakati lazima ajifunue, sawa? Ili watu wamjue kwamba Yesu yupo. Amina. Yesu yupo. Ndio maana ametoa maonyo haya, sawa? Amina. Yupo. Watumenelewa vizuri hapa. Amina. Bwana wabariki sana. Amina. Jumbe hizi ni jumbe za mnaso siri ya mvuto siri. Mama wa shuri Yesu anaachilia michoro hii kutoka kwenye maskani umene uchungu sana. Kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa ya dunia kama anwani maalum kwa nchi ya Tanzania na bara la Afrika na ulimwengu kwa ujumla. Ili wanasiasa, watu mbalimbali kwenye mataifa, watu wa usalama wajue kabisa maisha yao ni dhamana. Yesu aliwapa dhamana sio kwa ajili ya kumalizana. Aliwapa dhamana ili mtumie nafasi ya umri wenu na maisha yenu duniani kurekebisha maisha yenu. Vyeo, mali na kila namna mlivyo navyo ni dhamana ya muda mfupi sana. Yaangalieni haya, chukueni rekodi hizi, mwafuatilie watu mashuhuri wale kutokea duniani. Waangalieni kina Kwame Nkrumah leo hawapo ulimwenguni. Watu mashuhuri kina Mwalimu Nyerere, sawa? Wengine waliamini kwamba Nyerere asingekufa, sawa? Leo hawako duniani. Waangalie kina Mandela leo hawako duniani. Waangalie kina Gaddafi, watu mashuhuri sana. Leo hawako ulimwenguni. Waangalie kina Hugo Chavez, watu mashuhuri kwa kweli. Walikuwa wanatembea barabarani na wengine wanaenda. Leo hawako. Maisha ni dhamana tu. Hayo yote mnataka kufanya mlifanye kwa njia sahihi. Sio kumalizana. Tumia muda wako vizuri na vyeo vyako ukitubu dhambi na kurekebisha maisha. Kwa sababu kufanya hivyo utakuwa mtu mwenye akili mbele za Mungu mshukuru Yesu. Kwa maana Yesu anaachilia ujumbe wa mwisho wa dunia, ujumbe wa 8 wa kanisa kutoka nchi ya Tanzania. Kusudi maalum la watu ulimwenguni watubu dhambi, warudi kwa Yesu, waache masiara na makelele ya mambo hayana maana. Sauti hiyo neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova wakati wote. Tuonane katika Mungu anakuja. Amen. Kazi kwako wewe kutaka muonane mkiwa kwenye kilio, shaurieni. Sisi tuonane katika ulimwengu na unakuja na zungumza na watakatifu mahali kokote ulimwenguni. Tuwe dhambi weka sasa Mungu wako.